Juzi siku ya Alhamis nilipata mwaliko kama naibu katibu mkuu wa kwenda kushuhudia namna serikali inavyowasilisha bajeti yake ya mwaka huu, mwaka 2026 mwaka 2027. Sasa kwa sababu binafsi, mbali ya nafasi hii ya naibu katibu mkuu, lakini nilibahatika kuwemo katika baraza la wawakilishi katika kipindi cha mwaka 2005 mpaka mwaka 2015. Kwa hiyo na mimi naomba nitoe mchango wangu na uzoefu wangu katika masuala haya ya budget, ili kwa kweli tushirikiane na wananchi kama sehemu ya wananchi, kama sehemu ya kiongozi wa chama, tuweze kutoa fikra yetu katika swala zima la budget iliyowasilishwa katika baraza, na tuone namna gani bajeti hii itakwenda kutoa majibu ambayo wananchi wanahitaji kuyapata. Kwa hivyo kama tunavyoeleza uchambuzi wa sura ya bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2026 mwaka 2026/27. Kama tunavyojua kwamba juzi siku ya Alhamis SMZ ilisoma bajeti yake ya mwaka wa fedha, bajeti ya mwaka 2026/27, bajeti ambayo ilichukua zaidi ya masaa 3 na ushei katika kuwasilishwa kwake. Katika kumbukumbu zangu ni bajeti iliyochukua muda mwingi zaidi katika kuwasilishwa kwake. Kwa umuhimu wa bajeti ya nchi, tumeonelea muhimu kuitana ili angalau tuweze kueleza mtazamo wetu juu ya bajeti hii iliyowasilishwa, na kuwaomba waandishi pamoja na vyombo mbalimbali vya habari weze kusaidiana katika kuelimisha wananchi juu ya umuhimu na athari ya bajeti katika maisha ya kila siku kwa mwananchi wa kawaida. Kwa mtazamo wetu, tunaona wananchi wengi wa Zanzibar ama hawajui umuhimu wa bajeti, na wachache wanaojua hawafuatilii masuala haya ya bajeti na kuona tu kwa namna gani bajeti iliyowasilishwa katika baraza inawafaidisha vipi ama itaathiri vipi hali ya maisha yao kwa mwaka wa fedha pamoja na mwelekeo wa maisha yao kwa siku zinazokuja mbeleni. Kwa muktadha huo, wengi wa wananchi wetu hawafahamu nafasi yao katika kuiwajibisha serikali kwa kutokuwa na mipango sahihi, serikali kutokuwa na mipango sahihi ya kujenga uchumi wa nchi pamoja na ustawi wa maisha yao. Elimu inahitaji kutolewa kwa wananchi ili wananchi waelewe kuwa budget ni mpango wa serikali wa kukusanya kodi zao na kuzipangilia katika utaratibu wa uendeshaji wa serikali pamoja na kuzirejesha fedha hizo kwa wananchi katika utaratibu wa kuwapatia huduma bora za kijamii na maendeleo mengine yanayohusu katika kujenga maisha yao. Kwa maana hiyo, bajeti ya serikali ina umuhimu mkubwa kwa maisha ya wananchi na inatakiwa ilete athari chanya kwa maisha ya mwananchi mmoja mmoja katika kujihakikishia kuwa ni vipi bajeti inaweza kumfanya mwananchi akaweza kupata walau mkate wa siku, ni vipi bajeti inaweza kumfanya mwananchi kuingiza kipato chake, ni vipi bajeti ya serikali inaweza kumfanya mwananchi kupata huduma bora za kijamii na zenye gharama nafuu ama gharama bure kama huko tulikotokea wakati wa mapinduzi. Kwa kuwa bajeti inatakiwa iguse maisha ya mwananchi mmoja mmoja, hapa ndipo mwananchi wa kawaida anapopata kipimo na uwezo wa hapa ndio mwananchi wa kawaida anapopata kipimo cha kupima uwezo na uwajibikaji wa serikali kwa wananchi, na hapa ndipo mwananchi wa kawaida anapopata nguvu na mamlaka ya kuiwajibisha serikali ama ya chama kinachotawala wakati wa uchaguzi, kwa kutathmini ni vipi mipango ya serikali ya kila mwaka imekuwa ikiakisi kuboresha maisha ya wananchi ama ya mwananchi mmoja mmoja. Tunapoichambua bajeti ya serikali huwa tunaangalia maeneo mawili makuu.
Eneo la kwanza ni eneo la mipango ya serikali katika ukusanyaji wa mapato, lakini eneo la pili ni eneo la mipango ya serikali katika ufanyaji wa matumizi ya mapato yaliyokusanywa. Katika eneo la mapato huwa tunaangalia aina ya vyanzo vya mapato pamoja na kuangalia nguvu ya serikali katika ukusanyaji, yaani hiyo ndio hali ya uchumi wa nchi. Na katika eneo la matumizi huwa tunaangalia ni kwa kiasi gani mapato yaliyokusanywa, yaani keki ya taifa, mgawanyo wake unaleta athari kwa maeneo yafuatayo. Kwanza ni vipi keki ya taifa inaleta unafuu wa kumpunguzia mwananchi mzigo wa kodi ama tozo. Pili, mategemeo ni upatikanaji wa huduma bora, mategemeo ni upatikanaji wa huduma bora za kijamii. Lakini jambo la tatu ni upatikanaji ama kuongezeka kwa fursa za kuongezeka kipato chenye akiba. Lakini jambo la nne huwa tunaliangalia katika upande wa matumizi ya bajeti ni uwekezaji katika sekta ya ujenzi wa uchumi wa nchi na kadhalika. Uchambuzi wa bajeti. Katika uchambuzi wa bajeti iliyopo mezani ya mwaka huu 2026 na 27, kuna masuala ya msingi ambayo tunapaswa kujiuliza. Suala la kwanza, je, Zanzibar ina uwezo wa kujenga uchumi wake? Lakini la pili, je, uchumi wa Zanzibar tulionao unakuwa? Jambo la tatu, je, uchumi tulionao una athari chanya kwa maisha ya mwananchi mmoja mmoja? Na jambo la nne, je, uchumi wetu tulionao unajenga uchumi kwa maana ya kuwekeza katika sekta muhimu za kujenga uchumi? Masuala haya yanahitaji kujibiwa na wanazuoni, lakini pia mbali ya wanazuoni ambao watayajibu kitaalamu, lakini pia kila mwananchi anahitaji kulijibu kwa mujibu wa kuangalia kwa mujibu anavyoangalia hali ya maisha yake inavyoweza kuathirika ama inavyoweza kupata huduma kwa bajeti hii ya serikali inayotangazwa. Ni masuala muhimu ya kujibiwa ili kila mmoja apate jawabu na kujua sababu kwa jawabu atakalopata. Moja tu ambalo naweza kulisema ni kuwa moja ya sifa ya uchumi unaokuwa kwa nchi zetu tulizonazo katika dunia ya tatu ni ule uchumi unaoongeza wigo wa kuanzisha vyanzo vya mapato ya kodi, hasa katika sekta ya uzalishaji na sekta ya huduma za kibiashara. Hili likienda sambamba na kupunguza wigo wa kodi ya mapato ya kodi zitokanazo na huduma kwa wananchi. Tunapoangalia mwenendo wa bajeti kwa upande wa ukusanyaji wa mapato kwa miaka mitatu iliyopita ni kama ifuatavyo. Bajeti ya mwaka 2024-2025 makisio yalipangwa kukusanywa trilioni 5.1, ambapo mapato ya ndani yalipangwa kuwa ni trilioni 2.2 na mikopo ilipangwa kuwa ni trilioni 2.9. Kwa bajeti iliyofuata ya mwaka 25-26 makisio yalipangwa kuwa ni shilingi trilioni 6.9, wakati ambapo mapato ya ndani yalipangwa ni trilioni 2.3 na mkopo ukiwa ni trilioni 2.7 na misaada ya kibajeti yani GBS ikiwa ni trilioni 1.4. Kwa mwaka huu wa fedha tulionao makisio yaliyopangwa ni trilioni 8.5, ambapo mapato ya ndani yamepangwa kukusanywa trilioni 3.2 na mkopo ukiwa ni trilioni 3.4, ambapo imepangwa kuwa misaada ya kibajeti GBS iwe ni trilioni 1. Jambo jingine ambalo linatuathiri ni sehemu kubwa ya mapato ya ndani yameenda kuwekezwa kwenye kulipia madeni, kama tunavyoona kwamba tunakopa sana katika mabenki na riba ni kubwa kwa sababu ni mabenki yanayofanya biashara. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mapato tunayokusanya ndani yanakwenda kwenye ulipaji wa mikopo badala ya fedha zile zinazotolewa kama kodi kwenda kujenga uchumi wa nchi. Jambo la tano, fedha zinazokopwa haziekwezi kwenye miradi ya kujenga uchumi. Kama tunavyoona sasa hivi, barabara moja utakuta barabara mpya inafukuliwa inajengwa upya. Barabara iliyojengwa mwaka jana inafukuliwa leo inajengwa upya. Wakati kuna mambo mengi sana ya kufanya, mambo muhimu, lakini kwa kweli tunazungusha fedha
katika mzunguko huo wa kawaida ambao kwa kweli, lakini pia tuangalie fedha hasa tunazokopa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ambavyo zinakwenda kuliwa na watu wachache. Hayo si maneno yangu. Ukiangalia ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kila mwaka zinafichua kwamba mabilioni ya fedha yanaingia katika mikono ya wajanja wachache wa nchi yetu. Jambo jingine ni fursa za kiuchumi zinazopatikana Zanzibar. Hazitumiki. Zanzibar hatuko serious. Mfano, juzi tulipata fursa katika nchi yetu, tulipata mgeni muhimu sana, rais wa Singapore. Na kama tunavyojua, Singapore ni nchi iliyopiga hatua za ajabu za kimaendeleo. Tulidhani hatua ile, fursa ile tuliyoipata, walau mgeni kuja kwa kutwa moja hapa, basi ataandaliwa utaratibu nzuri angalau wa kukutana na Business Council ya Zanzibar. Lakini matokeo yake, Zanzibar tumefanya kitu cha ajabu sana, kumchukua rais wa Singapore kwenda kumfundisha namna ya kupiga makachu. Ni jambo la ajabu, ni jambo la aibu kwa kweli kwa nchi yetu ambayo inahitaji kupata uzoefu wa nchi nyingine zilizoendelea na zilizopiga hatua. Kwa hiyo hayo ndio maeneo machache ambayo ndio niliona kwamba hatuwezi tukapiga hatua yoyote kwa sababu hatuna sera. Fedha zinaingia mikononi, tunategemea zaidi madeni katika mabenki ambayo yana riba kubwa na kadhaa na vitu vingine kadhaa wa kadhaa. Bajeti hii bahati mbaya haijazungumza chochote, kwa sababu kama tunavyojua katika nchi sasa hivi tuna masuala yanayoendelea kwamba huenda kukawa na mageuzi muhimu sana ya maridhiano, na kwa sababu kutakuwa na mageuzi makubwa ya kimaridhiano, maana yake tunategemea maridhiano hayo yatakuwa na implication yake ya kibajeti. Ni bahati mbaya sana katika bajeti hii hatujasikia jambo lolote linaloizungumzia hali hii ambayo tunaitegemea muda mfupi unaokuja katika nchi yetu, kwa Zanzibar na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu viongozi, mimi nadhani kwa haya tulioeleza ni kwamba wananchi wasitegemee lolote la ajabu. Ni zile mambo yote ni yale maigizo ya kila siku. Zanzibar inahitaji mageuzi makubwa ya kiuongozi, viongozi ambao wana maono, viongozi ambao wenye utashi, viongozi ambao watakuwa na uthubutu, viongozi ambao wenye uwezo wa kuleta mabadiliko. Tukipata viongozi ambao wenye maono, wenye uthubutu, tutaweza tukaleta mageuzi makubwa ya uchumi na nchi yetu. Lakini vile vile Zanzibar inahitaji sera zitakazopelekea kutumia rasilimali katika kujenga uchumi wake. Wazanzibari ni wakati sasa waweze kuyaangalia mambo haya na kuyafuatilia mambo haya, lakini pia Wazanzibari ni wakati sasa waweze kuona wana nafasi kubwa sana ya kuleta mageuzi ya kweli, mageuzi ambayo yataleta au kujenga uchumi ambao utarekebisha hali ya maisha yao na nchi yetu kufanana na nchi nyingine zilizoendelea kama vile Singapore. Nakushukuruni sana.